Kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati, endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu 43 tuliyoweka na vile vituo 109, ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake nini? Unakwenda kunufaisha nchi hiyo. Kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi, popote utakapozalisha madini, umeyasafisha, unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia Benki Kuu. Tunapopeleka Benki Kuu tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi. Na kwa kuuza nje ya nchi unaifanya nchi hiyo kuwa maarufu duniani kwa uuzaji wa dhahabu wakiwa hawana dhahabu. Watanzania wenzangu, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Kwa nitoe wito kwa wachimbaji wa madini, vyama vya madini, Mheshimiwa Rais wa FEMATA, hii iwe ajenda kwa watu wako. Mwenyekiti wa kundi la kina mama, iwe ni ajenda kwa watu wako. Pindi wanapozalisha madini mpaka dhahabu, basi viuzwe kwenye masoko ambayo tumejenga kwa gharama kubwa na tunahitaji kuyatumia.